Iambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Iambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iambaleto DC kwa ajili yako. Iambaleto. Uhali gani mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Iambaleto TV, na kukaribisha katika makala yetu ya siku ya leo. Makala hii inatoka katika The Big News kutoka Iambaleto TV, ni mashariki mwa DRC. Sauti inayosikia si mwingine bali ni ya Kiraja Le Prince. Matangazo haya yameandaliwa naye Thompson Unjibata Ngalo William, mwana mfalme mwenye kizazi cha 4 chenye utukufu tele. Tuliokuandalia siku ya leo ni pamoja na kuwa AFC M23 imekubali na kuheshimu makubaliano yaliyoweza kusainiwa huko Uswisi. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iambaleto DC kwa ajili yako. Iambaleto. Tume huru ya uchaguzi imependekeza kurekebisha mfumo ambao kila mtu anaukwepa. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iambaleto DC kwa ajili yako. Iambaleto. Na chanjo yaendelea kupewa kwa watoto wadogo huko Beni na Lubero. Karibu kuungana nami mwanzo mwisho, twende pamoja. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Iambaleto DC kwa ajili yako. Iambaleto. Ituri. Mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mkuu mpya wa MONUSCO nchini DRC aendelea na ziara yake ya kikazi mashariki mwa nchi hii. Baada ya Beni, kiongozi huyo mpya wa MONUSCO James Swan atembelea mkoa wa Ituri na kukutana na viongozi wa mkoa huo kwa mazungumzo ya kikazi. Sam kutoka Ituri na maelezo zaidi. Ndio baba, tutafahamu kwamba bwana James Swan Christopher alifika mjini Bunia tangu siku ya pili, na hapo waliweza kuelewa kwenye uwanja wa ndege na wali wa jimbo ama Johnny Luboya Nkashama ambaye ni kiongozi wa jimbo la Ituri katika hali ya dharura, na hapo aliweza kupokelewa, kisha akaweza kuendesha maongezi fulani na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Kisha hapo akakutana vile aliwali wa jimbo kwenye ofisi yake ya kazi. Waliweza kuzungumza manuka mbalimbali kufuatana na hali ya usalama, hali ya kiutu na hali ya wanajeshi wa Umoja wa Mataifa hapa jimboni Ituri. Na bwana James Swan amesema kwamba Ituri inapatikana katika majimbo ambazo zinakuwa na umuhimu kabisa kwa ajili ya kazi za Umoja wa Mataifa, na amesema wataendelea kupokea ama kutumika pamoja na jeshi FARDC, government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili ya kuweza kuboresha amani na kuweza kukinga wa raia ama protection de civil. Gavana wa eneo hilo amesema kwamba lazima wapeleke wanajeshi wao Komanda ama Mombasa. Ndio, ni Mombasa ndipo kuna mipangilio fulani ambayo wamekamata, na liwali wa jimbo ambaye ni askari Johnny Luboya amesema atasindikiza vile viongozi wa MONUSCO ili waende Mombasa, na hapo waliweza kutoa wito kwa vijana wa Mombasa, wale wote ambao wamekuwa wakijihusisha katika mambo ya kuweza kufunga njia ama kukataza MONUSCO kutumika huko, wanawaita wote waweze kujiunga kabisa kwa ajili ya amani na kuweza kutumika pamoja na wakisikilizana na MONUSCO ili waweze kuboresha wote amani na kuweza kumaliza hiyo magunzi ama hiyo mauaji ambayo wa ADF wameendelea kufanya huko mtaani Mombasa. Baada ya kukutana na kiongozi wa mkoa wa bunge, nini kimeandaliwa? Kwa sasa atazungumza na wapasha habari hapa mjini Bunia kabla yake kutoka na kurudi huko mjini Kinshasa. Tunachunga, kwani watu wamekuwa wakichunga kabisa hiyo mazungumzo, na vijana wa Mombasa, vijana wa Irumu, maeneo mbalimbali wamesema ya kwamba wao wanaaja MONUSCO, ila wanataka MONUSCO ikamate hatua ama strategy bora ya kuweza kuwafahamisha kazi ambao watafika na kufanya huko Mombasa,
ili waweze pamoja wakitumika kumaliza hiyo ukosefu wa usalama. Raia wengi wanashutumu MONUSCO kwamba watu wanauliwa, wanapata shida wakiwa karibu. Ni hiyo swali kabisa, kwani leo wakati tutakuwa naye ndani ya point de presse, na ni hiyo maswali ambayo tutamuuliza, kwani amesema ya kwamba ameshika na mandate ya kukinga raia na kusaidia government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kumaliza magundi zinazomiliki silaha. Na huko amesema amefurahi kuona jeshi ya MONUSCO imeendelea kukinga raia huko tani Jugu. Milioni ya watu wameendelea kupata hiyo usalama kupitia jeshi la MONUSCO, hasa huko Jaiba, huko Fataki, huko Bule na maeneo kadhalika. Naam. Tuelekee huko Beni, Lubero, ambapo mlango kwa mlango, nyumba kwa nyumba, ikiendelea chanjo kwa watoto wadogo huko Beni. Kampeni hiyo ni dhidi ya ugonjwa wa polio na maradhi mengine ambayo inaripotiwa kuendelea vyema wilayani Beni na Lubero. Ndio baba, tutafahamu ya kwamba jimboni Ituri ni government wa jimbo ndio aliweza kuanzisha rasmi hiyo kampeni ya chanjo ya kumaliza magonjwa ya poliomelite, na katika jimbo la Ituri ambayo imekuwa na maeneo ya afya 36, kuna watoto karibu milioni 400 ndio wamengojelewa kwa hiyo chanjo ya kumaliza poliomelite ama kupooza, malaria kupooza. Na waganga kupitia viongozi wamesema waganga watapita mlango kwenye mlango kwa ajili ya kuleta hiyo chanjo kwa watoto. Na je, watu wamejitokeza? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza ya kwamba kwa nini kila siku chanjo, ni kitu gani inaacha watu ama viongozi na wale watu wanatumika katika hali ya afya kuweza kuandaa kila siku machanjo. Lakini wazazi wamealikwa kuita watoto na kudisponibilizia watoto, kutayarisha watoto ili wapate kupata hiyo chanjo. Na hii chanjo inapewa watu mjini Bunia ama vile kwenye wilaya ama territory mbalimbali? Ndio. Ni chanjo ama kampuni ambayo imeandaliwa katika jimbo nzima la Ituri, ambapo kuna 36 zones de santé. Tukienda huko mtaani Jugu, kuna karibu watoto 25 milioni, donc 25,000 ndio wamengojelewa kwa hiyo kampuni. Na huko Mambasa ni watoto wengi ambao wamengojelewa. Irumu wameisha vile kuanzisha rasmi. Huko Mahagi na Aru ni kusema ya kwamba hiyo kampuni imeangalia jimbo nzima la Ituri. Na tukijielekeza huko Kivu Kaskazini, ambapo ni katika mji mkuu wa Goma, AFC M23 yakubali kuheshimu makubaliano ya Montreux, Uswisi yaliyoafikiana wiki iliyopita. Tukisalia tu huko Goma, ambapo mazungumzo ya awamu ya 9 kati ya wajumbe kutoka serikali ya DRC na wale wahasi wa AFC M23 wameshindwa kupata maendeleo yoyote kuhusu suala la kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Hii ilifichuliwa kwa vyombo vya habari Jumatano Aprili 22 na Benjamin Bonimpa, katibu mkuu wa AFC M23 na mmoja wa wapatanishi wa vuguvugu hilo katika mchakato wa Doha. Katika ripoti yake kwa vyombo vya habari vya ndani kuhusu mijadala ya Doha iliyofanyika wakati huo huko Montreux, Uswisi, mwanachama huyu wa ngazi ya juu ya uasi unaoungwa mkono na serikali ya Rwanda alidai kwamba mamlaka huko Kinshasa na sio harakati zake zilihusika na kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Goma. Mpatanishi wa waasi pia alionyesha kuwa shirika lake linatetea kufunguliwa tena kwa miundombinu hii ya kimkakati mashariki mwa DRC. Na tujielekeze huko mji mkuu wa DRC, Kinshasa, wilaya ya Makala Ngudia Kabongo amesema ya kwamba yupo eneo la tukio na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Alibainisha kuwa hakuna hasara ya maisha iliyoripotiwa na kuthibitisha vitendo vya uharibifu vinavyolenga baadhi ya vituo vya polisi vya mitaa kwa kushirikiana na uhalifu. Wilaya ya Makala inakabiliwa na ukosefu wa usalama kwa miaka kadhaa. Tume ya uchaguzi yapendekeza kurekebisha mfumo ambao kila mtu anaukwepa. Tume huru ya taifa ya uchaguzi imewasilisha ripoti kwa bunge ikipendekeza mapitio ya misingi ya hesabu za uchaguzi. Katikati ya mjadala, sheria ya hesabu ambayo hakuna mtu anayeielewa kikweli na ambayo kila mtu anaikwepa. Mageuzi yanayoendeshwa kisiasa hayahitaji marekebisho ya kikatiba. Wingi uraisi
katika bunge unatosha. Hapa ndipo pendekezo linapoacha kuwa la kiufundi na kuwa la kisiasa. Wingi wa wabunge unaoongozwa na UDPS ungepata manufaa dhahiri. Mamia ya vyama vidogo vinavyodaiwa uwai wao wabunge kwa mfumo wa sasa karibu vingetoweka kabisa katika taasisi. Maeneo mengine mane ya kuzingatia seni, yani Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, haishii hapo. Ripoti yake ambapo RFI iliweza kushauriana inabainisha mapungufu mengine kadhaa. Kuhusu upigaji kura wa raia wa Kongo walio nje ya nchi mnamo mwaka 2023, ni wakazi wa kudumu pekee katika nchi 5 waliweza kujiandikisha kupiga kura. Maelfu ya raia wenzao waliokaa kwa muda walitengwa. Tume inataka kupanua haki hii. Na tumalize na habari hizi za huko Kinshasa, ambapo hukumu za kifo zaongezeka tangu kufutwa kwa adhabu ya kifo mwaka 2024. Zaidi ya wafungwa 900 nchini DRC wanasubiri adhabu ya kifo kulingana na takwimu kutoka kwa ripoti ya uchunguzi iliyochapishwa na mashirika kadhaa yanayopambana dhidi ya adhabu ya kifo nchini DRC. Watu hawa walihukumiwa na mahakama, ingawa DRC ilifuta adhabu ya kifo mwanzoni mwa mwaka 2024. Hukumu nyingi za kifo zinazotolewa DRC hutolewa na mahakama za kijeshi, lakini pia hutolewa na mahakama za kiraia. Hapa majaji wa kijeshi wanaonekana wakati wa kesi huko Goma Septemba 2023. Hukumu nyingi za kifo zinazotolewa nchini DRC. Ujumbe ulioongozwa mwaka 2024-2025 wa mashirika matatu yasiyo ya kiserikali yanayopambana dhidi ya adhabu ya kifo nchini DRC unaonyesha kuzorota kwa hali ya wale waliohukumiwa kifo nchini humo. Ingawa ripoti hiyo inasema katika utangulizi wake kwamba mtu aliyehukumiwa adhabu ya kifo hajanyongwa rasmi tangu kufutwa kwa adhabu ya kifo nchini DRC, inaibua wasiwasi kuhusu idadi isiyo ya kawaida ya hukumu za kifo. Mnamo mwaka 2024, angalau hukumu 480 za kifo zilitolewa na mahakama ya DRC. Kulikuwa na 122 mwaka 2023. Kwa kulinganisha na miaka ya 2021, 2022 na 2023, watu 153, 163 na 122 walihukumiwa adhabu ya kifo mtawalia. Kwa hiyo idadi ya wafungwa waliohukumiwa kifo pia inaongezeka sana. Kulingana na waandishi wa ripoti hiyo, iliongezeka maradufu kati ya mwaka 2019, mwaka wa utafiti uliopita, na mwaka 2025. Hivi sasa watu 916 waliohukumiwa kifo wanashikiliwa nchini humo. 300 kati yao wanazuiliwa katika gereza moja la Angenga katika mkoa wa Mongala. Gereza hili limetengwa sana, limechakaa na halina usafi, ambapo wafungwa wanakosa maji na chakula. Hatimaye mashirika haya matatu yasiyo ya kiserikali pia yanaonya kuhusu ukiukwaji wa baadhi ya taratibu za kimahakama uliosababisha hukumu hizi, yakibaini kwamba mabadiliko yaliyofanywa na mamlaka yamebadilisha adhabu ya kifo kuwa chombo cha mawasiliano ya kisiasa. Na ni hapo ndipo tumekwenda kutua nanga katika makala ya siku ya leo. Kumbuka kwamba alikuwa nami Raja de Prince, na upande wa pili katika uwariri alikuwepo Thompson Unjibata Ngalo William, mwana mfalme wa kizazi cha 4. Tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Alamsiki. Yambaleto. Kama unapenda upata habari za mzuri za ukweli na uhakika, fungula Yambaleto TV. Usikose kusubscribe, pia kulike na kucomment. Yambaleto DC kwa ajili yako. Yambaleto.